Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akina mama wajane, karibuni katika kituo chetu cha Wajomba Family. Ni kituo ambacho kinasaidia wajane, mayatima, sawa. Kwa hiyo tumeitana hapa leo, hawa ndugu zetu wa Wajomba Family kuna iftari wameiandaa kwa ajili ya wajane. Kwa hiyo tutakachokipata tukipokee, Mwenyezi Mungu aendelee kuatia moyo zaidi. Pia tunaye mwenyekiti wa serikali ya mtaa wetu wa Maweni, Bwana Saidi Shabani Mzuwanda, naye pia amekuja katika jambo hili. Msishangae kuona vyombo vya habari kwa sababu tumeshazoea, ili wenzetu kunao waone kwamba kuna Wajomba Family shughuli zao ni 1, 2, 3. Kwa hiyo karibuni. Moja kwa moja nirudishe hadhara hii kwa mwenyekiti wa kikundi cha Wajomba Family, Sheikh Salimu bin Ali bin Ramadhan. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Salum Ali Ramadhan, ni mwenyekiti wa Wajomba Family. Wajomba Family ni taasisi ambayo inasimamia, ni walezi, wasimamizi, mayatima, wajane, wazee pamoja na watu wote wenye uhitaji maalum. Lakini awali ya yote nachukua fursa hii kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia uhai na afya njema na kutujalia siku ya leo kuja kujumuika nanyi, ili kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu alotujalia kutupatia kwamba na sisi ili tuje tuwapatie ndugu zetu katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao umeshushwa kwa ajili yetu kwamba tupo katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani, kwamba wajibu wake ni kufunga. Lakini katika kufunga kwetu kwamba katika mwezi mtukufu huu tumeambiwa tufuturishane kwa kile ambacho alichokujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kile sisi Mwenyezi Mungu alitujalia tukaona ni vyema kwamba tuwakumbuke mama zetu ambao mlitamani kuwa na waume zenu katika kipindi kama hichi ili mftari kwa pamoja, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu aliwahitaji, amewabakisha nyinyi, wao amewachukua. Haya ni mapenzi yake, hamkutarajia kuwa hivyo na wala hamkupenda kuwa hivyo, isipokuwa ni mapenzi yake. Baada ya kuona hayo kwamba vile vile Mwenyezi Mungu katupa fursa waja wake kutuambia kwamba tusaidizane, tuwasaidie mayatima, wajane, masikini, mafukara. Hii Mwenyezi Mungu kaiweka wazi. Kwa maana hiyo tumeonelea ni vyema sisi kama Wajomba Family kujikita katika swala dhima kubwa, kusaidizana kwa hichi kichache, na tumewaita wachache. Tulitamani tuwawite wengi, lakini Mwenyezi Mungu katupa kichache, na sisi tukaonelea vyema tuwaite wachache vile vile, kwa hii riski ambayo tulojaliwa kuipata, na nyie tuwape ili tupate fadhila za Mwenyezi Mungu sisi pamoja na nyinyi, na wale ambao walotushika mkono kwa njia moja ama nyingine wakatupatia ambacho walichotupatia, na sisi tulokuwa nacho tukaunganisha kwa pamoja ili tuwapatie ndugu zetu. Tungeweza baada kupewa tukala sisi na familia zetu, tuna familia zetu, lakini sio vyema ambapo leo mtu anakuja na kupa kitu chake, bwana hichi napenda kutoa kwa mayatima ama wajane, alafu ukakila. Hili si jambo jema. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi kitu kama hichi. Wakati hapendi, na sisi tunatambua hilo, tukaonelea ni vyema kile anachokupa mwenzio basi na wewe kifikishe sehemu stahiki. Kwamba sitotaka kuendelea sana kwa sababu mama zetu mnataka kwenda kuendelea na majukumu mengine. Nitapenda kuambieni karibuni sana sana. Hapa ni Wajomba Family, ni ofisi yenu, lakini bado ni ofisi changa sana. Tunawaomba wadau mbalimbali watushike mkono. Tunaviomba pia vile vikundi vingine vinaweza kushirikiana na sisi katika mambo kama haya, tukawafikishana mbali sehemu tofauti. Pia tunaomba mashirika ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali
kushiriki katika mambo kama haya, na tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ambayo inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kutuunga mkono ama kuviunga mkono vikundi mbalimbali au taasisi mbalimbali ambazo zinajihusisha na majukumu mbalimbali ya wajane, mayatima na watu ambao wenye uhitaji mbalimbali. Kwa haya machache nawashukuru sana, asanteni sana na karibuni sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Kwa majina naitwa Saidi Shabani Mzuanda, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Maweni. Nimekuja kwenye ofisi ya Wajomba Family na ndugu zangu wananchi wenzangu ambao mlohudhuria hapa. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha na kutujalia tupo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni mwezi upo kwa sababu ya kufanya ibada na kufunga. Ndugu zangu Wajomba Family ambao wapo kwenye mtaa wangu, leo hii Mwenyezi Mungu amewajalia kutoa swadaka kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pili, nawashukuru sana kwa hili jambo ambalo wanaenda kulifanya. Ni jambo zuri ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mwezi mtukufu kama huu. Kwa hiyo nawapongeza kwa jambo hili wanaolifanya. Vile vile na wananchi ambao kwenye mtaa wangu wamepata fursa hii, wajane katika makundi tofauti tofauti, kuna mayatima, kuna mafukara, lakini leo hii wameonwa katika grupu lao la wajane. Kwa hiyo vile vile nawaomba wananchi tushukuru kwa kile ambacho Wajomba wametujalia kutupa sisi wananchi wa serikali ya mtaa ambao ni wajane ambao kwenye mtaa wangu. Ningependa kushukuru na vile vile nawapongeza Wajomba kwa zoezi hili ambalo wameniletea mimi kwenye mtaa wangu na kuniangalizia wananchi wangu ambao wapo walofiwa na waume zao kwenye mtaa huu. Kwa hiyo mimi nawapongeza na vile vile naomba wadau wajitokeze mbalimbali waweze kuwasapoti hata Wajomba, kwa sababu leo hii Wajomba wanawajua wajane kwenye mtaa wangu na wamewaita angalau kwa uchache kuja kuwapa swadaka na wenyewe wajisikie furaha katika mwezi mtukufu kama huu. Kwa hiyo na kama mimi mwenyekiti wa serikali ya mtaa natoa shukrani za dhati sana kwa kulifika na kuwaona wananchi wenye mahitaji kama hayo, wakiwepo kundi hili la wajane ambao leo hii linaenda kupewa angalau swadaka, wajisikie miongoni mwa watu wenye furaha katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Pili, serikali kama mimi mwenyekiti naomba mashirika mengine kama yanaweza kufanya vitu kama hivi, basi niwaombe. Mimi kwenye mtaa wangu ninao wengi wenye mahitaji kama hayo ambao wanahitajika, pamoja na wajane, mayatima na mafukara, mimi ninao kwenye mtaa wangu. Kwa hiyo naomba wanaweza kujitokeza vile vile waje wanione ofisi yangu ya serikali ya mtaa ili tuweze kuwapa angalau kwa uchache wenye mahitaji kama haya. Kwa kusema hayo, nashukuru sana nchi yangu kwa mambo mazuri ambayo yanaendelea kwa maendeleo ya wananchi. Asanteni sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya kina mama wajane wenye mahitaji, mayatima na wasiojiweza, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Wajomba Family kwa kutukumbuka. Kwa hiyo kuna maoni yetu na muonekano wetu. Wamejipapatua kwa kichache walichojaliwa nacho, wametukumbuka, wametupa. Kwa hiyo wenye uwezo pia nao tunawaomba wawasaidie Wajomba Family kiwe kikubwa, kwa sababu sisi wenye mahitaji tupo wengi sana. Tunaomba waione hii ofisi ili wazidi kutusaidia na sisi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwanza napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia uhai na afya njema, pia vile vile
kwa kutujalia leo kuwatembelea watoto wetu hawa katika kituo chetu hichi cha Ihsani ambacho kiko katika manispaa yetu ya Kigamboni katika kata ya Kibada. Pia napenda kuchukua fursa hii kuwaambia wana Kigamboni pamoja na Tanzania kwa ujumla, tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao wachumo tunapaswa Waislamu na wasio Waislamu katika mwezi kama huu kufanya ibada kama hii tukufu ya kuwafutarisha ndugu zetu. Leo nimepata furaha kubwa sana katika kutembelea katika kituo hichi cha Ihsani, kukutana na wenzetu mbalimbali ambao tumejumuika nao, ambao wao tayari wameshafanya majukumu yao na wameondoka, wameliona hili na wameguswa na hili kwamba hii ni sehemu ya watoto wetu. Hawa ni watoto wetu, ni wajibu wetu kuwasaidia kwa kila hali, hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao tunatakiwa tufutarishe naftari yetu, kwamba ni vizuri vyema tukaja tukawaona watoto kama hawa mayatima, wajane na wale ambao wenye uhitaji. Lakini leo tunaona wale ambao Mwenyezi Mungu aliwajalia uwezo wanafuturishana wao kwa wao. Nawapenda na waasa kwamba kwa kile Mwenyezi Mungu alichowaneemesha neema ile, ili Mwenyezi Mungu awazidishie zaidi, ni vyema kuja kuwaona watoto kama hawa mayatima ambao leo kituo cha Ihsani kina watoto takriban 86. Ni watoto wengi kweli hawa. Wanataka mahitaji mengi zaidi, wanataka wapate chakula kingi zaidi, lakini leo tunawaona wenzetu waliobarikiwa na Allah wanafutirishana wao kwa wao ambao wana uwezo. Ni vyema, wito wangu napenda kuambia wale ambao Mwenyezi Mungu alowaneemesha neema zao hizo, wazilete sehemu kama hizi au wazipeleke sehemu zinazostahiki, ili Mwenyezi Mungu awainue, awayabebe zaidi na wafanye katika mambo yao ya kibiashara, ya kazi. Mungu awainue katika majukumu yao hayo. Unapomfutarisha mtu mwenye uwezo, fadhila zake kwa kweli zinakuwa lakini zinakuwa si aula zaidi kama yule unapomfutarisha ambaye ana uhitaji zaidi. Napenda kuambia wana taasisi mbalimbali, wana vikundi mbalimbali, wana jamii mbalimbali, serikali kwa ujumla, tuwaone watoto kama hawa ambao wanokaa sehemu stahiki kama hizi, sehemu za kulelea watoto mayatima, na wapo wengine ambao wapo majumbani mwao, tuwawezi kuwafika. Kama leo Wajomba Family tumekuja katika kituo hichi cha Ihsani, lakini kabla kuja kituo hichi cha Ihsani tulikuwa tuna mama wajane ambao leo tumewapatia iftari mbalimbali, ili na wao wajione wanathaminika, wanapata furaha kwa njia moja ama nyingine. Napenda kuomba Tanzania kwa ujumla katika mwezi huu, mwezi wa chumo, kwa sababu mwezi huu ambao safari hii tumekutana na wenzetu upande wa pili, Kwaresma wao safari na wao na Ramadhani zimekutana kwa pamoja, ni vyema zaidi kwamba tuwasaidie wale ambao wana mahitaji zaidi. Kwa haya machache nashukuru sana na asanteni sana. Wajomba Family oye! Oye! Kwa majina naitwa Hidayah Shukrani Mtalemwa, ndio mlezi mkuu wa Ihsani Orphanage ambayo iko Kibada, kata ya Kibada, wilaya ya Kigamboni, mtaa wa Sokoni. Tumefurahi sana kwa Wajomba Family kuja kuwaona watoto wetu, kuwashika mkono na kuwaletea vitu mbalimbali, na wao wafurahi mwezi wa Ramadhani na sikukuu. Lakini Wajomba Family rafiki zetu, wako karibu sana, ni ndugu zetu, ni watu ambao wanatupenda sana kituo chetu cha Ihsani. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana, walinda, watunze, awape nguvu na afya njema mlipotoa. Mwenyezi Mungu awabariki. Lakini hamasisha pia jamii ifanye jambo kama Wajomba Family. Kuangalia jamii sio kazi ya mmoja, ni kazi ya kila mtu ambaye anastahili kwenye jamii. Tukipata kama vijana Wajomba Family vyakula mbalimbali, mahitaji ya watoto, tutapata vijana wazuri ambao tunawahitaji. Tunahitaji mainjinia wa kesho, madaktari, warusha ndege. Bila kupata mahitaji mazuri ambao kuanzia msingi wa chini, hatutopata vijana tunaowahitaji. Lakini kutokana na sadaka tofauti ambazo tunaziona, tutapata vijana wazuri ambao kesho watakuwa marais wa kuja kuongoza nchi hii.
Mungu ni mwema, abariki sana wajomba family, awape nguvu, abariki mlipotoa, aondolee madhira, awape mshikamano, kila mnaohitaji zuri Mwenyezi Mungu awapatie, mkipata nyie ndio mmepata watoto wetu. Wajomba family, asanteni sana. Tulia basi. Mtihani. Moja njoo huku sasa. Njoo nikubebe. Asante sana. Karibu sana. Amina. Barikiwe sana. Barikeni salamu. Amina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa adhaban nar wa adhabal qabr bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Hafidh ya Mu'id ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Karim birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.